kwamba wewe una harufu mbaya au unanuka au hupendezi, au nasema uhibbu qurbak, napenda kuwa karibu nawe, wa uhibbu hawaka, na napenda matamanio yako. Manake unalolipenda wewe ndilo ninalolipenda. Kwa hiyo maadamu kwamba umependa usiku wa leo kufanya ibada, kwa maana na mimi napenda hilo hilo ulilopenda, nimekupa ruhusa, fanya ibada. Anasema faqama an-nabiy ila qirbatin min ma, Mtume akasimama akenda katika doo la maji. Fatawadda wa lam yukthir min sabbi al-miyah, akatawadha Mtume lakini hakutumia maji mengi katika kutawadha kwake, akionyesha kwamba Mtume alikuwa hapendi kufanya israfu hata kama kitu kiko kwa wingi. Kisha alipomaliza kutawadha anasema faqama yusalli, akasimama kwa ajili ya kusali. Falamma qama liyusalli baka kathiran, aliposimama kwa ajili ya kusali Mtume alilia sana, alilia sana. Na kuna siri kubwa ya kulia. Mtume anasema lan yalija an-nar aynun bakat min khashyati llah, halitoingia motoni jicho ambalo limelia kwa sababu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Ikumbuke historia yako, lini umewahi kulia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla? Vuta fikra zako useme angalau, najua utasema miaka 2-3 iliyopita kidogo jicho liliwahi kutoa machozi kwa ajili ya hofu. Ni vigumu hasa unaweza kulia, lakini pengine wengine ufanye mbinu wakati ya viksi au pilipili au nini ili apate kuambiwa kalia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini chozi la kutoka hasa kwamba limetoka khaufa min Allah halitoki kwa maskhara, na likitoka hivyo basi zawadi yake ni nono na kubwa, kwa sababu Mtume pia kaida anasema sab'atun yudhilluhumullahu yawma alqiyamati yawma la dhilla illa dhilluh, watu aina 7 watakaa katika kivuli cha arshi, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli ambacho atakitengeza Mwenyezi Mungu siku hiyo. Mmoja katika watu hao ni rajulun dhakara Allaha khaliyan fafadat aynahu min ad-dam, ni mtu ambaye kamtaja akamkumbuka Mwenyezi Mungu mpaka macho yake yakadondosha machozi. Abshir, kama umewahi kulia kwa ajili ya hofu ya Mungu, wallahi huingii motoni, kwa sababu Mwenyezi Mungu kishaapa jicho lilolia kwa ajili ya hofu ya Mwenyezi Mungu haliingii motoni. Mtume fabaka kathiran, akalia sana sayyiduna Rasulullah. Alipokuwa analia vile akaenda mpaka katika sujud. Anasema fabaka, kwanza katika kisimamo chake Mtume alilia hatta bitallat lihiyatuhu, mpaka ndevu zake zikaroa. Falamma sajada, aliposujudu Rasulullah, baka hatta balla al-ardha, akalia mpaka pale mahala pa kusujudu akaparowesha. Ina maana kama ni busati lilirovywa kwa machozi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani kilio hiki kinaonyesha kilikuwa ni kikubwa, mpaka kirovi musalla busati ambalo anasalia, ndevu zake bwana Mtume utadhani kati ya udhu kwa sababu ya kuroa kutokana na kilio chake. Falamma sajada baka hatta balla al-ardh, falamma intaha min salatihi idtaja'a hunayhatan, alipomaliza kusali Mtume akalala kutumia ubavu wake wa kulia. Fabaka, pia katika kulala akalia sana bwana Mtume mahala alipolala, hatta dakhala Bilal ibn Rabah, mpaka akaingia sayyiduna Bilal ibn Rabah. فقال يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Bilal akamuuliza, ya Rasulullah, unalia wakati Mungu amekusamehe dhambi zilizotangulia na zitakazokuja huko nyuma zote zimefutwa, huna dhambi? Likulizalo lipi ya Rasulullah? Akasema, ya Bilalu walima la abki وقد أنزل الله تعالى علي هذه الليلة هذه الآيات المباركة. Kwa nini nisilie ya Bilal, na usiku wa leo Mwenyezi Mungu amenimteremshia aya hizi, ndizo ambazo zimenifanya mpaka nimelia. Tizama hadithi yetu, amelia Mtume aliposimama, akalia Mtume aliposujudu, kisha akalia Mtume alipolala.
Kwa nini amelia? Kwa sababu kuna aya zimeshuka. Aya gani? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayat liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمين يا رب. Anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Bilal ibn Rabah, ya Bilal walima la abki waqad anzala Allahu ta'ala alayya hadhihi al-aya, kwa nini nisilie na Mwenyezi Mungu amenishushia aya hizi? Aya zenyewe zinasemaje? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayat, hakika kupishana kuumba mbingu na ardhi, kupishana usiku na mchana, la ayat, hapa kuna miujiza, hapa kuna alama, hapa kuna ishara liulil albab, lakini sio kwa kila mtu, kwa watu wenye akili ambao wanaweza kutizama mbingu na ardhi na usiku na mchana wakajua kwamba kweli Mungu yupo. Wepi hao wenye akili? alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zitizame hizi aya, zimetaja vitu vitatu ambavyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amevitekeleza. Ndio maana Bibi Aisha alikuwa akiulizwa kaifa kana khuluqu, tabia zake zilikuwaje Mtume? Sema kana khuluquhu alquran, tabia zake Mtume ilikuwa ni Qur'an. Wewe unapoona katika Qur'ani kunazungumzwa, kunaamrishwa, hapo umemuona Mtume. Unapoona Qur'ani imekataza, hapo umemuona Mtume. Kana khuluquhu alquran. Sasa pale Qur'ani inasema alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wale walomtaja Mwenyezi Mungu kwa kusimama wakamkumbuka, wakamtaja Mwenyezi Mungu kwa kusujudu wakamkumbuka, kwa kukaa wakamkumbuka, kwa kulala wakamkumbuka. Yani wao kila hali wanayokuwa katika maisha yao hawamsahau Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qiyaman qama fabaka, qu'udan sajada fabaka, junubihim ittaja'a fabaka. Katika hali zote Mtume amezifanya ili apate ile rehma ya Mwenyezi Mungu, na aya vile inavyotaja na yeye awemo ndani. Wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, na huwa wanafikiria wakitizama mbingu, wanafikiria, wanaleta fikra. Idha almar'u kana lahu fikra fa fi kulli amrin kana lahu ibra. Kama mtu kila siku atakuwa na mawazo na fikra ya kufikiria hikma gani iliyofanyika hapa, basi atakuwa na mazingatio makubwa na atamjua Mwenyezi Mungu. Bali ni amri, Mtume anasema tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah, fikirieni maumbile aloumba Mwenyezi Mungu wala msimfikirie Mungu.
Fikirieni mbingu, ardhi, usiku, mchana, vitu vingine, wanadamu. Undhur ila tilka shajara dhati alghusuni an-nadhira, tizama majani, tizama mti, tizama matunda. Nani aloumba? Ujiulize. Undhur ila hadha almar wa qul man shaqqa fihi basara, wewe tizama viumbe alivyoumba Mwenyezi Mungu, lakini usimfikirie Mungu alitoka wapi, alianzia wapi, asili yake wapi, utakufuru. Fikiria viumbe, usimfikirie muumba. Ndio yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh, wanafikiria katika uumbaji wa mbingu na ardhi. Kisha wanasemaje? Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Ewe Mwenyezi Mungu, hukuumba vitu hivi bure bure, lazima umeviumba vitu hivi, kuna mazingatio na kuna hikma ndani yake. Ukisikia Mungu kaumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku 6, kwa nini asiumbe na yeye mara moja tu? Na yeye anasema inma amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kwa nini asiseme kuwa mbingu kuwa ardhi viwe tu? Mbona achukue siku 6? Taalim na ni hikma, na nifundisha wewe mwanadamu kwamba at-ta'anni min Allah wal ajala min ash-shaytan, upole na itqani katika kazi yako inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Haraka haraka haina baraka, inatoka kwa shaytan. Sasa wewe pia uwe na upole katika mambo yako, na chukua kitu kwa utulivu kabisa. Hizi ni hikma ambazo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anawapa wanadamu. Kisha aya hizo wanasema rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Wanasema rabbana ila man tudkhilin nar faqad akhzaytah, ya rabbi utakemtia motoni amepata khizaya, amepata adhabu kubwa, fedheha kubwa. Wama lidhalimina min ansar, wenye kudhulumu hawana mtetezi siku ya kiyama. Ewe Mola wetu, basi tuepushe na adhabu hiyo ya moto, ya rabbi tuepushe ya rabbi. Aya hizi ndizo zilizomfanya mtume akalia usiku ule na akaomba ruksa kwa mkewe Bibi Aisha, na akapewa ruksa ile na akafanya aliyoyafanya. Na sisi tukiwa tumezikamata aya hizi katika suratu Ali Imran mwisho, tutapata saada ya dunia na akhira. Kwani baada ya hapo ukimaliza tu aya hizo, Mwenyezi Mungu anasema fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin au untha ba'dukum min ba'd. Na sababu nuzuli ya hizi aya, Bibi Ummu Salama alikuja kwa mtume akamwambia, mali la ara an-nisaa yudhkarna fil hijra, mbona sioni waislamu wa kike wametajwa katika Qur'ani katika hijra kama wanavyotajwa wanaume? Wanawake hao daiman wa abadan na wao wanataka watajike. Mbona sisi waislamu wa kike tumesahauliwa? Mbona hatukutajwa katika hijra kama walivyotajwa waislamu wanaume? Mwenyezi Mungu sema fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Nini neema yake? la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannat tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillahi wallahu indahu husnul thawab. Mungu si bakhili akawataja na wanawake. Unataka kutajwa na wewe, basi tutawataja. La udhi'u, sipotezi amala amilin, faili ya yoyote miongoni mwa watenda wema alofanya kazi, sipotei. Hakupotei kitu kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Labda utakuja katika sharika fulani au kampuni fulani au katika wizara fulani au katika idara fulani, uulize faili yangu iko wapi, atakwambia imepotea. Faili yako imepotea. Utakwenda katika ZSSF, nipeni faili yangu, atakwambia faili imepotea. Katika NSSF imepotea, katika ministry fulani imepotea, atakwambia imepotea. Na mara nyingine haikupotea,
anataka utoe kitu kidogo ili upate kutafutiwa. Mara ngapi mtu anakwenda anasema nataka faili yangu katika sehemu fulani fulani, faili yangu iko hapo, na faili imepotea, lakini tia mkono mfukoni, utasema basi nitafutie kwa muda wa siku 2, utaambia ishapatikana hapo hapo. Lakini kwa Mungu hakupotei kitu chochote. Nasema inni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin au untha, tena kwa mwanamume au kwa mwanamke sipotezi amali ya mtenda wema yoyote alotenda. Kama ulifanya hijra hakupotei kitu, hata kama hukutajwa, lakini faili yako ipo. Ba'dukum min ba'd, falladhina, wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu wakahama na wakatolewa katika majumba yao, waudhu fi sabili waqatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannat tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillahi wallahu indahu husnul thawab. Haya ni malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hakuna mwenye malipo bora kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hizi ni tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa ni zipi ummahatul khuluq, ummahatul akhlaq? Tabia mama ni zipi? Hapo tunaishi leo katika suratu Ali Imran. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anatutaka tujipambe sisi Waislamu na tabia, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukamilifu wa Muislamu, ukamilifu wa imani, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, mkamilifu wa imani katika Waislamu ni mkamilifu wa tabia. Leo Muislamu anaweza kuwa anasali, anafunga, anatoa zaka, lakini ana tabia chafu. Muislamu anaweza kujinasibu kwamba yeye anafuata sunna zote za Bwana Mtume, lakini ni mchafu wa tabia, ni mchafu wa akhlaq. Akhlaq ndio kigezo kikubwa cha Muislamu, kwa sababu akhlaq, hata Mtume alipotolewa ripoti yake na mwenyewe Mwenyezi Mungu, ile shahada yake, nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Angalia, hii ndio ripoti ya Mwenyezi Mungu kwa mtume wake, wa innaka la ala khuluqin azim. Hii aya ina taukid 3. Wa innaka, inna ni harfu taukid, anasisitiza, na lam la ala khuluqin na azim ni sifa ambayo inasisitiza. Kwa nini kuwe na taukidat athqalu min aljibal fi ayatin wahida? Kwa sababu masala ni mazito, kuna mada muhimu hapo. Sasa wewe Muhammad uko katika tabia iliyo njema kabisa, na kama mtu anasema mimi ni kipenzi cha Mtume, atakhallaq bi khuluqin hasan, tabia peke yake ndizo zitaonyesha kwamba huyu ni kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitaja akhlaq ni kama umemtaja Mtume. Ju'ilat lahu al-akhlaqu kal-unwan, imefanywa kama ndo unwani yake Bwana Mtume ile akhlaq. Sasa kuna Waislamu hatuna tabia nzuri, hatuna sifa njema, hatuna akhlaq. Tunakatana, tunatukanana, tunatiana aibu, tunahusudiana. Hizi zote ni tabia ambazo Waislamu tunazo, na hizi ndio tabia chafu ambazo akiwa nazo mtu haitu kwamba ana makarimil akhlaq. Unampa mgongo Muislamu mwenzako, unamkata Muislamu mwenzako, humpi salamu Muislamu mwenzako, anakupa salamu unakataa kuitikia Muislamu mwenzako, unamtia aibu kwa ya kweli aliyoyafanya au ya uongo unayoyazua, unamtia aibu mbele za watu Muislamu mwenzako, unamhusudu kwa aliyopewa neema ya dini au dunia Muislamu mwenzako. Hizi tabia si za Kiislamu abada, na mwenye kuwa nazo ajitambue wazi kwamba hayumo katika wafuasi wa Bwana Mtume ambao wanasifika kwamba wanamfuata Mtume kweli. Kwa sababu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah
wayaghfir lakum dhunuba. Kama kweli mnampenda Mungu nifuateni mimi khuluqan wa amala, tabia ambazo nazitenda na vitendo vyangu ambavyo navitenda. Sasa Mtume anasema tuftahu au yuftahu au tuftahu abwabul janna fi kulli yawmil khamis wa yawmil ithnain, hufunguliwa milango ya pepo kila siku ya Alhamisi na siku ya Jumatatu. Fayaghfiru Allahu likulli abdin la yushriku bihi shay'a. Ikifunguliwa milango siku hizi mbili, Mwenyezi Mungu asamehe watu wote ambao hawamshirikishi na kitu chochote, madhambi wasamehewa. Allahumma ij'alna minhum. Al-khamis, hadithi Anas ibn Malik anasema Mtume milango ya pepo kila siku ya Alhamis na Jumatatu inafanyaje? Inafunguliwa. Kisha msamaha wa Mungu. Unajua hawa watu katika ulimwengu mara nyingine hutaka kufuata ile system ya mwenyewe Mwenyezi Mungu. Katika mwezi wa Ramadhani Bwana Mtume anatuambia kuna utaqa'u minan nar, na katika sikukuu hizi za Alhamisi na Jumatatu kuna utaqa, na nchi zinafuata system hizi au maraisi wafalme. Utaona siku fulani fulani za kusherehekea sikukuu zao wanawaacha wafungwa huru, anatolewa mfungwa huyo alikuwa amehukumia kunyongwa na samehewa. Utaona leo rais kaacha wafungwa 20 waliokuwa wasugu katika uhalifu wamesamehewa, kwa sababu angalia wamekopi katika mwezi wa Ramadhani kwamba utaqa katika kila usiku Mwenyezi Mungu anawaacha watu alafun muallafa na moto wa jahannam ikraman li Ramadhan. Na siku ya Alhamisi na Jumatatu ni siku kuu, siku njema hizi Mungu anafungua milango ya pepo, kisha anawasamehe watu wote ambao hawamshirikishi Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Lakini kuna watu wawili hawasamehewi. Mtume anasema illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi shahna, isipokuwa yule mtu ambaye kati yake na ndugu yake wana ugomvi, wana kero, wana chuki, wamechukiana. Fayuqalu anziru hadhaini hatta yastaliha, kuna semwa, kuna nadiwa kwamba wote wengine wamesamehewa, lakini hawa wasubirisheni, watizameni hao mpaka watakapopatana, ndipo watakapoyapata haya wanaoyapata wenzao. Sasa hasara si hasara? Hasara kubwa, kwa sababu tu umempa mgongo mwenzako, kakupa salamu hutaki, kwa sababu tu kuna chuki katika moyo wako, umemchukia mwenzako. Kinachokufanya umchukie kipi? Kakukosa nini? Na pengine ukitizama sababu ni adna sabab, atfahul asbab, tunachukiana. Na pengine uko kumchukia, umemchukia tu kwa sababu ya neema ambayo Mungu amempa. Unamchukia kitu gani? Ndio Mtume katika hadithi nyingine anasema la tahasadu wala tabaghadu, la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wala tanajashu wala taqata'u. Hizi ni amri za Mtume, zinahimiza watu waache vituko hivi. La tabaghadu, musibughudhiane, kusiwe na bughdha. Na ukiona kwamba ndani ya moyo wako kuna ingia bughdha ya kumkataa au ya kumkata mwenzako fulani, basi Uislamu unakuambia tafuta njia yoyote mpaka uitoe ile bughdha katika moyo wako, kwa sababu mtu yoyote hana sifa mbaya peke yake. Mtu yoyote hana sifa mbaya peke yake. Sasa wewe ukiona kwamba umemchukia labda kwa kitu kibaya ulichokiona, fanya bidii, kumbuka kile kizuri chake, mpaka kile kizuri kiwe kinafutafuta ule ubaya uliokuwa umetulia katika moyo wako. Huu ndio Uislamu wenyewe. Fulani kanikera au anafanya kitendo fulani kibaya kanikera, lakini ana kizuri. Sasa kile kizuri ndo kiweke katika mawazo yako, ishi nacho mpaka kifute lile baya ambalo liko katika moyo wako. Wewe na ndugu yako huna bughdha. Sisi tunatizama salbi zaidi, tunatizama upande wa kushoto zaidi kuliko upande wa kulia. Nabii Isa alipita siku moja na wanafunzi wake wakasema tunasikia harufu ya mzoga. Wakapita pembeni, kumbe mzoga wa mbwa.
Mmoja akafunga pua yake akasema ya lahu min raiha ma antana, harufu mbaya kama hii sijawahi kusikia. Mwingine akasema ya lahu min launin ma aswada, mbwa na rangi nyeusi sana, anatisha mbwa huyu. Kila mmoja anatoa cha aibu. Isa akasema ya lahu min bayadhi asnani, angalia meno yake yalivyo meupe. Nabii Isa angalia alivyokuwa mweupe wa meno. Wale wamesema rangi yake mbaya, mwingine akisema harufu yake mbaya, mwingine akisema mzoga huu. Isa akasema meno yake mazuri. Akawauliza ataibu sanata am taibu sana, unaposema rangi yake mbaya, harufu yake mbaya, unamtia aibu muumba au unakitia aibu kilichoumbwa? Kama rangi yake mbaya, kaumba nani? Nani alompa rangi ile? Sasa Isa anatizama upande wa uzuri zaidi kuliko upande wa ubaya. Na hivi Muislamu ndio anasema Mtume, la yafruku mu'minun mu'mina, la yafruku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Asimtenge Muislamu kumtenga Muislamu mwenzake kwa sababu ya tabia mbaya alizonazo. Tunajua kwamba hata akiwa na mbaya ziko nyingine nzuri, basi aziridhie zile nzuri alizokuwa nazo na aondoshe kitu kinachoitwa bughdha katika moyo wake kwa sababu ya tabia. Kwa sababu ya tabia. Sasa upande wa kheri sisi tuutizame, upande wa shari tena tuufungie macho, tumwache mtu na Mungu wake siku ya kiyama. Kwa hiyo la tabaghadu, musibughudhiane, la tahasadu, musihusudiane. Dhambi za hasadi, Mtume anasema alhasadu yakulu alhasanati kama taakulu an-naru al-hatab. Hasadi inakula mema ya mtu kama vile kuni zinavoliwa na moto. Nani anapenda kuhusudu mtu kila mara? Unamhusudu kwa kuwa kapewa nini? Na kuna dhambi kubwa katika hasadi, kwa sababu anasema i'tiradun liqada'i llahi wa qadari, ni kuipinga kadari ya Mwenyezi Mungu na kigawanyo chake alichogawa kwa mtu yule. Mungu kamgaia. Sasa unapomhusudu ina maana i'tiradun liqadari llahi wa qadari, ule ugavi wa Mwenyezi Mungu unaupinga. Kile kigawanyo alichogawa Mwenyezi Mungu kwa mtu yule napinga wewe. Sasa unaingilia wewe kazi ya Mungu. Ndio Mungu anasema am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala ibrahima alkitaba walhikma wa atainahum mulkan azima. Ama wanawahusudu watu kwa kitu ambacho Mungu amewapa. Mungu ndo mgawaji. Ukisema kwa nini fulani kapata fulani, kapata hiki, kapata hiki, ina maana unaingilia kazi ya Mungu, unapinga kile alichogawa Mungu kwa mja wake. Hii ndio hasad. Tena unakaa unatamani neema ya Mola wako ambayo imemfikia huyu mtu imuondokee. Sasa ukiwa na tabia hiyo tu, ina maana mema yako yanaliwa kama vile kuni zinavoliwa na moto. Katika riwaya au kama taakulu narul ushba, au kama vile moto unavokula nyasi zilizokauka. Piga kibiriti katika nyasi zilizokauka, kibiriti ukiwasha tu basi moto huo, kwa sababu zimekauka. Ndo hasadi inavyofanya. Tabia ya hasad tuache Waislamu. Kama wewe umemwona mwenzako amepata, muombe Mungu na wewe upate. Na kama hukupata kuna hikma kwa nini Mungu akukupa haijulikani. Pengine angekupa ungekuwa katika bad situation au difficult situation mpaka uharibikiwe. Minan nasi man la yuslihu halahu illa alfaqru walau aghnaytuhu la fasada halu. Wako watu wengine ambao hali yake haiwi nzuri ila nimpe ufukara, ningempa utajiri hali yake ingebadilika, ingekuwa mbaya. Wa minan nasi man la yuslihu halahu illa alghina walau afqartuhu la fasada halu. Na kuna watu wengine hali yake haiwi njema ila nimtajirishe, na ningemfanya maskini mambo yake ingekuwa mabaya, ingekwenda motoni. Basi Mungu ni mapenzi yake. Sasa ukiona uko katika hali hii usicomplain wala usimuhusudu mtu kwa alichopewa, iwe kikubwa kidogo, cha dunia au cha akhira. Jifundishe tabia hii. Sasa ummahatu al-akhlaq katika aya hizi ambazo nitazisoma, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard
uiddat lilmuttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Hizi ni tabia ambazo tutake tusitake lazima tuzishike tukitaka kufaulu. Kwanza Mwenyezi Mungu anatuita tukimbie katika mambo ya kidunia. Haitakikani kufanya haraka, haina haja kukimbilia. Katika mambo ya akhira ni mambo ya kukimbilia. Ukisikia kuna jambo la kiakhira basi kimbilia. Hakuamrisha mtume kukimbilia katika mambo ya kidunia, lakini katika mambo ya kiakhira kuna kukimbilia. Na leo tuko katika 10 la maghfira, na Mwenyezi Mungu hapa anatuambia wasari'u ila maghfira, kimbilieni msamaha wa Mwenyezi Mungu. Haraka haraka ukimbie pale ambapo unajua kuna msamaha wa Mwenyezi Mungu, unakimbilia. Hayo ndio mambo ya dini ya kukimbiliwa. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, na katika mambo hayo na washindane wale wenye kushindana. Kila mmoja anagombania apate nafasi ya kwanza katika mambo ya dini, sio mambo ya dunia. Abu Bakri daima akiwashinda wenzake, lakini sio katika mambo ya dunia, mambo ya dini. Abu Bakri akimshinda Omar mpaka Omar kanyanyua mikono. Akikaa mtume anauliza ayyukum zara al-yawma marida, nani leo amemzuru mgonjwa? Abu Bakri asema ana ya Rasulullah. Omar anamtizama Abu Bakri, alfajiri hii kawai vipi bwana huyu? Tena baada salati alfajri mtume anakaa anafanya observation kwa masahaba zake. Ayyukum zara al-yawma maridan, nani leo amemzuru mgonjwa? Asema ana ya Rasulullah. Omar anauliza ilikuwaje alfajiri hii ukamzuru mgonjwa? Anasema jana usiku waliniambia kwamba jirani yangu fulani mgonjwa, kwa hiyo nilipopita alfajiri kuja msikitini kwanza nikauliza hali yako vipi, hujambo, umeamkaje, nikamzuru mgonjwa kabla sijaja kuswali. Anauliza tena mtume ayyukum at'ama al-yawma miskina, nani aliyompa fukara chakula leo? Abu Bakar ana ya Rasulullah. Omar anasema hii alfajiri hii umempaje maskini chakula? Akamwambia nimemwona njiani maskini yataasafu min shiddati albardi, akanambia sijaingiza chakula katika tumbo langu kuanzia jana, basi nilikuwa na kitu miongoni mwa pesa nikampa, akamwambia hii utatumia chakula. Abu Bakr huyo basi mpaka asema huwa sabaq ma sabaqtuhu fi shay'in illa sabaqani, sikushindana naye Abu Bakr katika kitu chochote isipokuwa amenishinda. Jeshi al-Usra lilipohitaji mali, mtume alitangaza mchango, Waislamu tulibebe jeshi hili, ni wakati wa njaa, ni wakati wa ukame. Basi kila mmoja akaja na kapu lake, mwenye kuja na hiki, mwenye kuja na hiki. Omar akasema al-yawma asbiqu Abu Bakr, leo nitamshinda Abu Bakr. Kachukua nusu ya mali yake, kama alikuwa na milioni kachukua 500,000 anamletea mtume sallallahu alaihi wasallam. Nusu ya mali yake, mtu nusu ya mali yake anaipeleka katika jeshi. Basi Sayyidina Umar alipokuja pale na nusu ya mali yake, akaulizwa umebakisha nini nyumbani? Umar akasema nimewabakishia nusu ya nilicholeta ya Rasulullah. Basi muda mchache akaonekana Abu Bakr anakuja. Umar akaanza kidogo kutera, anajua leo, lakini haizi kuja na nusu ya mali yake, haizi kuja nusu ya mali yake, haizi kuja. Amekaa pale, mtume anamuuliza Abu Bakr ulicholeta mbona hivi? Abu Bakr vipi? Madha tarakta li ahli baitik,
Watu wa nyumbani kwako umewaachia nini? Nasema abqaitu lahumullah wa rasulah, sikuacha kitu, nimebakishia Mungu na mtume. Omar akasema basi simshindi tena, amenishinda. Ndio fi dhalika falyatanafas almutanafisun, simshindi tena. Alikuwepo mama mmoja anakaa katika kibanda, kazi yake yeye Abu Bakri kila asubuhi anakwenda kukifagia, anakwenda kumfulia, anakwenda kumlisha, kisha huyo anatoka hapo. Ni amirul mu'minin. Omar siku moja anafika na yeye anamwambia yule mama, basi kazi hii kuanzia leo nitakufanyia mimi,